Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Ndugu zangu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Karibuni sana katika adhimisho la misa hii takatifu. Leo ndio kanisa linaadhimisha kwa furaha sikukuu ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Heri ya sikukuu. Mtakatifu maarufu kwa hekima yake ya maandiko matakatifu, mahubiri yake yenye nguvu na upendo wake kwa maskini na wanyonge. Alizaliwa Lisbon, Portugal, na baadaye akaingia katika shirika la Francisco ambapo aliangaza kwa utakatifu, unyenyekevu na huruma kuu. Tunapokusanyika leo kuadhimisha sadaka ya Ekaristi Takatifu, tuombe neema ya kufungua mioyo yetu kwa neno la Mungu, tujifunze kutoka kwa mfano wa Mtakatifu Antoni, na tuombe tumfuate Kristo kwa moyo wa unyenyekevu na upendo kama alivyofanya yeye. Sasa ili tuweze kuadhimisha mafumbo haya matakatifu kwa moyo safi, na tumombe Bwana atusamehe dhambi zetu. Kabisa. Tunashukuru Mungu kwa zawadi ya maisha yake mke wake Agatha Innocent. Anamwomba Mungu Roho Mtakatifu amuongoze katika maisha yake anaposherehekea siku ya kuzaliwa kwake. Mungu na Innocent mzuri. Agatha hizo. Kwa makofi. Ndugu zangu, tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungame ya Mungu Mwenyezi, Nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Kristo utuhurumie. Kristo utuhurumie. Bwana utuhurumie. Bwana utuhurumie. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, umewajalia watu wako Mtakatifu Antoni wa Padua padri awe mhubiri maarufu na mwombezi wa watu katika shida zao. Utujalie kwa msaada wake tuifuate kwa bidii Injili ya Kristo, na tutambue msaada wa neema yako tunapopata magumu. Kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Amen. Watu twatupwa chini bali hatuangamizwi. Siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Kwa maana sisi tulio hai siku zote twatolewa tupe kwa ajili ya Yesu, ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu ipatikanayo na mauti. Basi hapo mauti hufanya kazi ndani yetu, bali uzima ndani yenu. Lakini kwa kuwa tuna roho ile ile ya imani, kama ilivyoandikwa, naliamini na kwa sababu hiyo nalinena. Sisi nasi tuamini, na kwa sababu tukufufua Bwana Yesu atatufufua sisi nasi pamoja, maana mambo yote ni kwa ajili yenu, ili neema hiyo ikiongezwa sana kwa hao walio wengi, shukrani izidishwe na Mungu atukuzwe. Hili ndilo neno la Bwana.
Naliamini kwa maana nitasema, mimi naliteswa sana. Mimi nalisema kwa haraka yangu, wanadamu wote ni waongo. Itikio: nitakutolea dhabihu ya kushukuru Bwana. Ina thamani machoni kwa Bwana mauti ya wacha Mungu wake. Bwana, hakika mimi ni mtumishi wako, mwana na mjakazi wako. Umevifungua vifungo vyangu. Itikio: nitakutolea dhabihu ya kushukuru Bwana. Nitakutolea dhabihu ya kushukuru na kulitangaza jina la Bwana. Nitaziondoa nadhiri zangu kwa Bwana na mbele ya watu wake wote. Itikio: nitakutolea dhabihu ya kushukuru Bwana. Shangilia. Mwokozi wetu Yesu Kristo alibatili mauti na kuufunua uzima na kutokuharibika kwa Injili. Haleluya. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mmesikia kwamba imeenewa usisini, lakini mimi nawaambia, kila mtu atazamaye mwanamke kwa kumtamani amekwisha kuzini naye moyoni mwake. Jicho lako la kuume likikukosesha, lingoe ulitupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Na mkono wako wa kuume ukikukosesha, ukate utupe mbali nawe, kwa maana ya kufaa kiungo chako kimoja kipotee, wala mwili wako mzima usitupwe katika jehanamu. Imeenewa pia mtu akimwacha mkewe na ampe hati ya talaka, lakini mimi nawaambia, kila mtu amwachaye mkewe isipokuwa kwa habari ya uasherati amfanye kuwa mzinzi, na mtu akimwoa yule aliyeachwa azini. Neno la Bwana. Kama vile Mtakatifu Antonio wa Padua aliyofanya kazi ya kutangaza jina lako, Bwana twakuomba. usikie. Tukisherehekea sherehe ya Mtakatifu Antonio wa Padua, hakika ilikuwa zawadi kwenye maisha yetu. Tunakuomba Mungu Roho Mtakatifu, tufanye nasi tutende kama alivyofanya mtumishi wako
Bwana twakuomba. Usikie. Tunakushukuru Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Tunasema asante kwa zawadi ya uhai. Asante kwa mtakatifu mtakatifu ambaye mambo makuu yaliyoshindikana ukimwomba anatuwezesha na anatusaidia. Basi tumuombe Mtakatifu Antoni katika yale yote magumu yaliyoko mbele yetu. Mtakatifu Antoni wa Padua anatenda. Na waleta na wagonjwa wote walioko hospitalini na majumbani. Mungu awajalie afya njema waweze kupona haraka. Bwana Mungu twakuomba. Usikie. Kwa maombezi ya Mtakatifu Antoni wa Padua, tunawaombea vijana na watoto wetu wazidi kukua katika imani na kuendelea kumtambua Mungu. Bwana twakuomba. Usikie. Naiombea nchi yetu ya Tanzania kwa maombezi ya Mtakatifu Antoni wa Padua, hata tunapoelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi. Basi naomba nguvu ya Roho Mtakatifu. Naombea viongozi wetu wakatende haki na tuweze kupata viongozi wenye hofu ya Mungu kwa kuweza kuiongoza taifa hili la Tanzania kwa haki, amani, upendo, umoja na mshikamano. Bwana twakuomba. Usikie. Naombea na marehemu wetu wote wape siku la milele amani. Bwana twakuomba. Usikie. Mambo haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Salihubiri sadaka yangu naye ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi. Bwana apokea sadaka mikononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lake na kwa manufaa yetu sisi na ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakuomba uvitazame vipaji vilivyoviwekea altareni pako katika kuadhimisha kumbukumbu ya mtakatifu wako Mtakatifu Antoni wa Padua kama ulivyomjalia, ili utukufu kwa njia ya mafumbo haya matakatifu
vivyo hivyo utukirimie nasi msamaha wako. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Bwana awe nanyi. Na awe rohoni mwako. Inueni mioyo. Tumeinua kwa Bwana. Mshukuru Bwana Mungu wetu. Ni vema na haki. Kweli ni wema na haki tendo la kufa na la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote. Ee Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, kwa kuwa kama unavyolijalia kanisa lako kuifurahia sikukuu ya mtakatifu wako Mtakatifu Antoni wa Padua, hali kadhalika unaliimarisha kwa mifano ya maisha yake matakatifu, unalifundisha kwa maneno ya mahubiri yake na kulilinda kwa maombezi yake bora. Kwa hiyo sisi pamoja na umati wa malaika na watakatifu tunakuimbia utenzi wa sifa tukisema bila mwisho: Mtakatifu, 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 Bwana Mungu wa majeshi, mbingu na dunia zimejaa utukufu wako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa ajaye kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. Ee Bwana, kweli mtakatifu na chemchemi ya utakatifu wote, tunakuomba uitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitwaa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako na kutukuza ufufuko wako mpaka utakapokuja. Kwa hiyo ee Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Ee Bwana, ulikumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, ulikamilisha katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Leo 14, askofu wetu mkuu Beatus Sinyaye, askofu msaidizi Wilbrod Kigozi na wageni wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba kutuhurumie sisi zote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote, hasa Mtakatifu Jamali Gani msimamizi wa jimbo letu,
waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amen. Kwa kuliitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kushawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba tuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mitume wako, amani nawaacheni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijali amani na umoja, kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi, Na iwe rohoni mwako. mpeane amani. Mwana kondoo wa Mungu, tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri hao walioitwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Ee Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yangu itapona. Mwili na damu ya Kristo tunabeba uzima wa milele. Amen. Amen.
Roho ya Kristo nitakase, mwili wa Kristo niokoe, damu ya Kristo nifurahishe, maji ya ubavu wake Kristo yanioshe, mateso ya Kristo nguvu yanizidishie. Ee Yesu mwema unisikilize, katika madonda yako unifiche, usikubali nitengwe nawe, na adui mwovu unikinge, saa ya kufa kwangu uniite, uniamuru kwako nije, na watakatifu wako nikutukuze, milele na milele. Amina. Tuombe. Ee Mungu Mwenyezi, karamu ya mbinguni ituthibitishie na kutuongezea nguvu za kutoka juu. Sisi zote tunaoadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Antoni wa Padua, utujalie tulitunze kikamilifu kwa ajili ya imani na tutembee katika njia ya wokovu tuliyoonyeshwa kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Sala ya kuombea ujenzi wa Basilika. Ee Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa kutuletea mradi wa ujenzi wa hekalu lako kwa sasa. Tunakuja mbele yako Baba tukiwa na lengo la kukujengea wewe nyumba, tukikumbuka maneno ya Mfalme Daudi aliyosema, sitaingia nyumbani mwa hema yangu, wala sitapanda matandiko ya kitanda changu, sitaacha macho yangu kuwa na usingizi
utukufu wa Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Bikira Maria, msaada wa Kristo, Utuombee. Bikira Yesu mfanya kazi, Utuombee. Teresa wa Calcutta, Utuombee. watakatifu wote wa Mungu, Utuombee. Kari Msifu Yesu Kristo. Basi tunashukuru kwa misa takatifu na Mtakatifu Antoni wa Padua. Basi kama mtendaji ya jumuiya, kama mlipanga mwenyekiti au msaidizi wake wa mweka hazina, basi kama kuna jambo la kujuza, basi nakaribisheni kwa muda mchache sana. Karibuni sana. Baada ya hapo tunaenda kutafunwa. Basi Baba atatubariki hapa, atatugawia hizo sadaka zao. Vile vile kuna masalia ya mtakatifu hapa Antoni wa Padua. Baada ya misa, baada ya baraka, waumini wote tutakuja kutoa heshima hapa kwa mtakatifu Antoni wa Padua, na chochote utakachokuwa nacho tuweka boksi hapo, itakuwa ni sadaka yako. Karibu sana kiongozi. Msifu Yesu Kristo. Milele. Amina. Mungu ni mwema Kila wakati. na kila wakati. Mungu ni mwema. Sasa sisi wana Antoni wa Padua tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya usimamizi wa mtakatifu wetu Antoni wa Padua. Kweli mtakatifu Antoni wa Padua na miujiza mingi ametutendea na anaendelea kututendea, na ndio maana tuko hivi tulivyo kwa sababu tu ya usimamizi wake na maombezi yake. Basi wakati tunamfurahia mtakatifu wetu Antoni wa Padua, sisi hapa tumeleta zawadi kidogo kwa ajili ya ujenzi wa basilika. Tunaomba kukabidhi shilingi 100,000. Basi tunaomba sala zenu wakati tunaendelea kuwa na mtakatifu wetu. Tunaomba sala zenu, tuombee. Sisi ni jumuiya kongwe, lakini kama changa tuko wachache. Haya 14 tena tumepungua, tumebaki haya 12. Basi kama mnavyojua kuna walegevu, kuna nini kati ya hizo 12, tuko hivyo, tunabebana hivyo. Basi tunaomba sala zenu muendelee kutuombea ili tuweze kusimama vizuri zaidi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Heri ya sikukuu ya maombezi ya Antoni wa Padua. Tunapopotea kuna chochote, ndio hata kwa imani pia, kuhusu imani pia, kama watu wanapotea katika dunia zenu pia, Antoni wa Padua atakuwepo kusimama mambo hizi. Sasa tumepata bahati nzuri, tunayo masalio ya mtakatifu Antoni wa Padua. Basi tunaheshimu, sio la nguvu, lakini tunaheshimu masalio ya mtakatifu. Inamaanisha ni muhimu katika maisha yetu, ni ya mfano, yupo mbele ya maisha yetu. Sasa hivi anatangaza na kuhubiri Injili kwa watu wote, na hivyo sisi pia tunatakiwa kuinjilisha katika maisha yetu pia, kutangaza Yesu katika maisha yetu kama Kristo Katoliki. Sasa tukumbuke hizi, na pia tumuombe msaada wake, nani kama anayo imani, kama tu msaada wake kuongeza imani katika maisha yetu, kama imani yake, kama upendo wake, hivyo kweli atatusaidia kuishi kama Kristo Katoliki. Mungu awabariki na watakie jioni njema. Tusimame.
Bwana awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Nendeni na amani. Tumshukuru Mungu. Sala ya kuombea mapadri. Yesu mwema, padri wa milele, watunze mapadri wako, watumishi wako katika moyo wako mtakatifu, ambapo hakuna mtu anayeweza kuwazuru. Ulinde mikono yao isiyo na mawaa, inayogusa mwili wako kila siku. Weka midomo yao safi, iliyounganika na uhusiano wa juu wa damu yako takatifu. Wajalie mioyo yao safi, iliyotiwa alama za upadre. Wasaidie upendo wako mtakatifu, uwazunguke na kuwalinda na ushawishi wa dunia hii. Wabariki katika kazi zao, wapate matunda mengi, na roho za wale watakaohudumia ziwe furaha yao hapa duniani na huko mbinguni iwe taji yao nzuri na milele. Amina. Yesu Kristo fanya mpango mzuri kwa ajili ya kuja kuabudu, kuheshimu. Tunaheshimu hapo, kama una chochote basi unaweza kuweka. Baada ya hapo tutapata shukrani zetu. Watumishi kutoka Simoni kidogo moja hapo tutachukua nacho. Kwa kwaya